Na nimekuja na shati yangu ya zambarau, nadhani nitatafuta siku niivae. Labda Jumanne, Jumatano, ikiwezekana hata kesho niipige na amnayo. Wakati huo nimempata Yesu, mambo kidogo yanagoma kidogo, mambo fulani hajakaa sawa. Nikawa tu nimebakia na shati langu la zambarau na swali ya zambarau. Napenda wao shuhuda, wakawa wananiita Pastor Zamba. Na sikuwa najua kama naitwa Zamba. Kumbe ni mimi naitwa Zambarau. Leo siku sijaenda kushuhudia mtani, niko hapo, njaa ilinibana sana, nikasikia vibaya, nikasema tu nikae, maana sikuwa na kitu hapo. Na kuna mama walikuwa wananitunza. Mungu wabariki wale wamama wapo. Wako mama zangu na wapenda mno, wanawapenda sana wako. Nasikia, jamani hamjamuona Zamba? Mimi niko namalizia maombi, niko nyuma ya mlango wako nje. Nikawa nasema Zamba ni mshirika, Zamba ni nini leo? Nasikia hamjamuona Zamba? Zamba jamani hamjamuona Zamba? Maana akimalizaga tu ibada hapa anaenda kushuhudia. Lakini Zamba mbona hatujamuona? Nataka tumpe hela akale yule mtoto leo wale. Nikasema Zamba ni nani? Nikamaliza maombi amina, nikatoka zangu nje. Nikasema Yesu, Zamba leo kitajulikana Zamba. Kumbe maskini ya Mungu. Sasa hawakuelewa. Nikaenda kama watu watatu. Alafu nikaacha masikio yangu, Mungu alitaka nisikie. Alafu nikasikia wananongozana wale wamama, sio kwa mabaya. Unajua kuna nguo unavaa mpaka watu wanajua utambulisho wako. Una chakula unakula, kuna unga unakopa mpaka watu wanajua ndio utambulisho wako. Nataka nikwambie, hakuna mara ya kudumu kwa jina la Yesu. Hakuna mara inayokaa milele. Hakuna mara inayokaa Januari mpaka Disemba. Mara ni ya mpeto. Mungu anasema kwa kanisa la Wakorinto, anawaambia jaribu waliokuwapata nyie, ila ni kama desturi au kawaida ya wanadamu. Ila panapo na jaribu, panapo na mara, Baba yenu ni mwaminifu, atawafungulia mlango wa kutokea. Nimetuma nikutangazie, Baba atakuchomoa mara, atakupeleka elimu, atakuchomoa mara, atakupeleka elimu katika jina la Yesu. Anasema nikiwa nimesogea hatua mbili mbele, nasikia kumbe Zamba alikuwa ndani. Nikasema nimemjua Zamba leo, kumbe ni mimi. Kumbe Zamba ni mimi. Nikatafuta rafiki yangu. Baadaye nikamwambia samahani, Zamba ni nini? Nimeitwa, nasikia naitwa Zamba. Zamba ni nini? Akamwambia sasa wewe una akili. Wewe kwani una akili? Wewe kwani umevaa nini hapo? Nasikia nilikuwa nimepiga zambarau tena hivyo hivyo. Shati zambarau, swali zambarau. Akanambia una akili. Kwani wewe una akili wewe? Una akili Gregory wewe? Uone umepiga zambarau wewe juu chini. Sasa tunakuita zambarau. Amen. Asante. Ongeza makofi kwa mchungaji wetu Harry na mchungaji msaidizi Pastor Mary, alafu mke na mume. Sasa ongeza makofi kwa baba na mama. Amen. Jamani, haleluya. Tunamshukuru Mungu jamani. Mimi nishukuru sana mchungaji na usaidizi na baraza zuri sana la baraka na uongozi wote wa Campus Night. Mimi namshukuru Mungu sana kwa kuweza kuwepo hapa. Naomba kwa sasa fungua Biblia katika jina la Yesu. Nimeoa, mke wangu ni mwanamke anaitwa Happy. Mchungaji Eli ananitambia hapa na mke wake mchungaji Mary. Mchungaji Mary njoo hapa. Sijidi ni njoo hapa. Bwana na wewe na mimi nimeoa bwana. Mke wangu ni Happy. She's really my happiness. She's a blessing to me. Yule mtoto mwache bwana. Nikimuelezea hapa mahubiri ataisha. Kitabu cha Kutoka sura ya 15. Jamani, nimeokoka. Nimeokoka. Nasema nimeokoka. Wamama, hii ndio point nataka nitie moyo wa mama na wa baba. Usikate tamaa kwa ajili ya mtoto wako. Mama yangu wakati anaambiwa tumemwona mwanao leo, tumemwona mwanao ametoka kupiga Tokyo Supuiba wapi, anasema asanteni kwa taarifa. Labda mliona kopi. Mwanangu ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Mama nakumbuka bibi mkubwa siku moja aliniona kabisa, nilikuwa simevaje kofia nikaangusha bahati mbaya kwenye pilika za kusini nikajikwaa. Akaona nilikuwa nimepiga tatu kichwa. Mimi nimesuka, nimesokota dread, nimesuka rasta. Hivyo nimekwambia vitu vidogo hivyo. Yesu ni Bwana, nimeokoka. Yesu kaniokoa. Kwa hiyo aliniona siku moja, nikamwambia Gregory, nilikuwa nasikia mwanangu, lakini sio kwa staili, nilikuwa nasikia, nilijua umedata sawa, najua na mimi Mungu amenionyesha. Lakini wachungaji hawasuki. Aniambia wewe muuni, wewe mshenzi mpuzi, ananiambia wachungaji hawasuki. Mchungaji wa watoto amenielewa, anapiga makofi. Mchungaji wa watoto kanielewa, nadhani na wazee.
Unanielewa nguvu ya kutamka? Si tutapasuka hii ngoma kesho au kesho kutwa. Usikose maombi, tutakutana hapa, tutakuwa na hiyo sehemu ya kutabiri. Mzee, tutakuwa tunatabiri. Leo na ujumbe wa kesho nataka tukatabiri kwa jina la Yesu. Yaani tunatabiri hata kama hauna kiwanja, tunatabiri kujenga gorofa kwa jina la Yesu. Haya hapa tulipo ni matokeo ya kutabiri kwa jina la Yesu. Haya tunatabiri Tanzania ya baraka, tunatabiri watoto wako wa amani, tunatabiri biashara yako ya heshima, tunatabiri viwango vya Bwana. Nasema somo ni kutabiri hao. Inawaambia kesho mje. Kutoka 15 neno la leo sasa. Neno la leo. Mmeona muda wenu msinikabe roba ndio naanza kuhubiri. Amina. Tunaenda kazi, si ndio? Nimefurahi hiyo mzee anasema tuende kazi. Kitabu cha Kutoka sura ya 15. Nisaidie tukimbie vizuri kwa jina la Yesu aliye hai. Kutoka sura ya 15. Sasa tunaanza mzee Pasco hapa. Ndio neno naanza hapa. Kutoka sura ya 15 mstari wake kuanzia wa 22 mpaka wa 27. Takupa maandiko mawili mama, maandiko ya somo. Tupo kwenye kambi la maombi. Asante Pastor Eri fundisha, kaka yangu mpenzi, na mke wako mchungaji Mary, na baraza lenu na kanisa zuri sana hili. Nasema nawashukuru sana. Na mimi nimekuja kwenye maombi katika jina la Yesu aliye hai. Nikikuta wenzako wanafurahi, unafurahi nao. Nikikuta wenzako wanaomba, naomba nao. Mzee anajua, mzee Nyamila, tulikuwa Dodoma nani kabla ya 3 kavu zile, nilikuwa na kavu zangu. Naingia Dodoma na shuka, tunaingia tena kavu. Kwa niko hapa na maombi sijafungulia muda mrefu, yani sijala ile marojorojo, mashontojo, mashontotonto. Yani sijatohea vizuri. Lakini kaambiwa tena hapa kuna maombi, nikasema tunaomba nao. Ila mtaniruhusu nitakuwa na kazi ya swaumu kwa maji. Na kazi ya kidogo swaumu kwa maji. Hiyo inaswike? Inaswike. Asante sana. Hicho ni Kiarabu, maana yake nakubarika. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Kutoka sura ya 15. TV zifunguliwe. Asante. Kama hujaja na Biblia yako, ila utafuta Biblia yako kwa jina la Yesu. Sasa siku hizi maisha marahisi, si unaisoma hata kwenye simu. Si ndio Sema yule jamaa usimlete tena, katumaindi hatuna Biblia. Nasema kama niyo nitakumaindi sana, nunua Biblia. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu. Nao wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Twende pale. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa sababu yalikuwa machungu mno, na jina lake likaitwa Mara. Mstari unafuata tafadhali. Ndipo watu wakamnungunikia Mungu na wakamnukia Musa wakisema, tunywe nini tukimbia haraka? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamuonesha mti. Sikiliza, mimi nikisoma Agano la Kale naiona Yesu, namuona Roho, naiona pepo mbinguni. Yani naona mwenzako nikisoma hiyo. Wao walikuwa wanaona mti, mimi nauona msalaba. Wao waliona mti, mimi nauona msalaba. Mimi naiona Kalvari. Wao waliona maji, wakaona wakataka matamu. Mimi namuona Roho wa Bwana anayefananishwa kama maji, kama bubujiko, kama amani. Mamangu anasema nimepata amani hapa Heaven Gate, nimeona raha. Jamani, haleluya. Musa akawawekea amri huko na hukumu akawaonja huko. 27 nipeleke na chelewa. 27 wakafika Elimu palipokuwa na chemichemi 12. Mwanzo maji yalikuwa machungu. Wakafika Elimu palikuwa na chemichemi 12 na mitende 70. Wakapanga hapo karibu na maji. Umeona ngoma hiyo Kutoka Mara. Kama unaandika ujumbe, tuko hapo. Huu ni ujumbe wa kinabii kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taasisi, kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kutoka Mara mpaka Elimu. Kutoka Mara mpaka Elimu. Kutoka Mara mpaka Elimu. Kutoka Mara mpaka Elimu. Kutoka Mara. Ukiandika utaniangalia, nitajua niendelee sasa. Lakini naisema hiyo Kutoka Mara. Waliopo Ulaya na watangazia, kabla mwaka hujaisha, na tabiri kama mtoto wa Yesu ya kwamba Bwana atawatoa Mara, awaingize elimu yao. Na tabiri kwa Tanzania, Baba atatotoa Mara,
atatuingiza elemo. Na tabiri lango la mbingu HCCC ana natopeleka elemo, maana mala sio fungu letu. Na tabiri kwa ndoa ziliopo hapa, kwa biashara zilizopo hapa, kwa wanafunzi waliopo hapa kuanzia chekechea mpaka PhD. Na tabiri kwa wakulima, na tabiri kwa watu wote ya kwamba haya majira, kabla Bwana hajamaliza mwaka huu, atakubadilisha historia, atakupa jina jipya, atakufuta machozi, atakuongeza elimu. Jamani, haleluya, 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 haleluya. Kutoka Mara mpaka elimu. Sasa kuna mambo, kuna watu hata wakikukwaza usiachane nao. Sijaongea vizuri hapa. Kuna watu hata ukigombana nao usiachane nao kwa jina la Yesu. Nasema wamebeba hatima kubwa, wana maana kwenye maisha yako, unawahitaji kuliko wanavyokuhitaji. Acha niongee tena, kuna madhabahu za kukimbia nyewe washirika. Usikimbie na mtu wa hatima. Heri na mke wake Mary ni watu wa hatima, wamebeba mbaraka wako, wamebeba neema kwenye maisha, wamebeba njia kati wewe uione njia. Naongea tena, hawa ni watu wa hatima. Ambatana nao, shikana nao. Bwana kule mbele atakutokea. Rutu akiwa haelewi, alikuwa na dada yake anaitwa Opa. Huyu baba akiwa amebarikiwa. Sasa huyu mtu, nipeleke hapo sura ya kwanza. Akaondoka mtu mmoja Bethlehem Yuda, akaenda akakaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Nikimbiza, nataka niseme Biblia, sisi sio wahuni, sawa sawa Jina lake huyo mtu aliitwa Elimeleki. Sasa nimepata jina. Si unaona ningewapa Elkana, bora nimerudi kwenye Biblia. Nimepata Elimeleki. Tunaenda sawa sawa Sasa tunamfunika Elimeleki, maana tumeshajua Elimeleki mke wake alikuwa anaitwa Naomi. Kama mke wake Naomi alikuwa na watoto wake wawili, mmoja anaitwa Kilioni, mmoja anaitwa Malon. Inatutosha. Wakati njaa imekuwa kubwa Israeli au katika Bethlehem ya Yuda, walivyokimbia kwenda Moabu, walivyofika Moabu, mzee Elimeleki napatia mzee Elimeleki na mtoto wake anaitwa Kilion na Malon ni wanaume, na mpenzi wake mama Naomi. Naomi Kiebrania maana yake ni kupendeza, mwanamke mrembo mzuri. Kuna Naomi hapa. Ningekuwa naendelea kuzaa ningeita mtoto wangu mmoja Naomi, ila na sijui, wenda nimemaliza, sijui, anajua Yesu. Lakini nafikiri nimepiga black, nafikiri ya Mungu mengi, ila nataka yasiwe mengi kwa watoto. Jamani haleluya, jamani haleluya, jamani haleluya. Siogopi kuzaa. Mimi ni wa 11, tumezaliwa 13. Naweza yani kuzaa usintishe, ila tu kwa sababu ya maslahi mapana. Nampenda mke wangu. Uzao wa kwanza, unajua mimi na mke wangu tulizaa ile hatujui chochote, ndio tumetoka tu hapo honeymoon tunafurahia, tukapiga wa kwanza. Baada ya miezi watoto wetu wale ni mapacha wa ndani, hawajapishana hata mwaka. Si nikamstua mtoto watu mgongo. Sasa niacha, nikikwambia wanatosha uelewe, sio utaniambia mwinjilisi unashindwa kuombea mke wako. Nampenda, wewe ujue inatosha. Jamani amina, jamani haleluya, haleluya. Kwa hiyo Elimeleki akiwa Moabu, sasa mambo yakaharibika. Naongea, nitakurudisha mstari wa 19 na 20. Akiwa Moabu, Mungu akajalia Kilion na Malon wakaoa. Mmoja akaoa mwanamke anaitwa Opa, mmoja akaoa mwanamke anaitwa Rutu. Ndio tunasoma kitabu cha Rutu, kimepewa kwa jina lake. Tunaenda sawa sawa. Sasa ikatokea mzee akafa Elimeleki kwenye nchi ya ugeni. Unaona mbili, mama akiwa anafurahia wakwe zake, mtoto wake wa kuzaa akafa. Maloni akafa, Kilioni akafa. Mama Naomi akasema kani mbwai, sasa nimesikia na kwetu kuna chakula, naomba nirudi Bethlehem. Ndio anawaaga watoto wake. Rutu sura ya kwanza mstari wa 13-14 anawaambia naomba tumniache muondoke zenu. Rutu anajua maana ya hatima. Nilikuwa naongea kuna watu usiachane nao. Akasema wewe iwe siwe mama, mimi nakuomba usinisini kuache. Watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Utakapokaa nitakaa. Nakwambiaje, kifo kitutenganishe, usiniache. Kumbe ndani ya Naomi anamuunganisha na Boazi. Alika Boazi, Rutu mwanamke sio wa Kiebrania. Ukitaja ukoo wa Yesu unamtaja Rutu. Kuna watu usigombane nao, hata wakikuumiza wavumilie, twende mbele. Hata wakikutukana wavumilie, twende mbele. Faida yao ni kubwa, baraka yao ni kubwa, neema yao ni kubwa. Unawahitaji sana
Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Mstari wa 19, wakati wanaingia sasa Bethlehem, nirudishe Rutu 1:19. Nimeongea Biblia. Wakaendelea wote, walipofika Bethlehem, habari zao zilikuwa zimesikia, mji ukataharuki. Sasa angalia kitu kinatokea. Wanawake wakasema, huyu si ni Naomi? Wanamjua, alitoka amependeza, alitoka na mume anaitwa Elimeleki, alitoka na matoto kama mama yangu anasema super handsome, anasifia. Na hiyo kitu nzuri wazazi nao wanakosaga. Msikuwe na time ya kumsifia mtoto wako akifanya mema, lakini kuna namna ya kumtia moyo. Watoto wake super handsome Naomi ghafla wamekufa, na walisikia amepata msiba. Aliondoka anaitwa baby, lakini wanasikia anaitwa mjane. Aliondoka anajisifia, na majeshi, mimi na majeshi na watoto hapa wanaume kweli. Amerudi hana watoto wa kiume, anaongozana na mwanamke, anaongozana na binti. Bethlehem ikataharuki. Maandiko yanasema wakati wanamwambia wewe si Naomi, sikiza mstari wa 20 sasa inasemaje? Akawaambia, msiniite Naomi, na waomba mniite Mara, mnisaidie mniite Mara. Ndio maana ujumbe wetu unasema kutoka Mara kwenda Elima. Kutoka Mara maana yake anasema Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu. Pale Mara wa kuyanywa maji alikuwa machungu. Nataka nitabiri kwa jina la Yesu, maisha yako yatakuwa matamu. Elimu ni kwenye maji matamu. Hata kama umepitia kwenye machungu, ninatabiri kabla mwaka hujaisha, Mungu akayafanya maisha yako kuwa matamu. Iwe kwenye kimwengu wa roho yakawe matamu, kwenye uchumi yakawe matamu, kwenye ndoa yakawe matamu, kwa watoto wako yakawe matamu, kwa somo yakawe matamu, kwenye mifugo yakawe matamu, unaposafiri yakawe matamu. Jamani, haleluya. Mungu aifanye Tanzania itoe maji matamu. Mungu aifanye ile kazi yako itoe mambo matamu. Jamani, haleluya, haleluya. Kutoka Mara mpaka Elimo, kutoka Mara mpaka Elimo, kutoka Mara mpaka Elimu. Sikiliza, tunapozungumza Mara sio kitu kitamu. Naomba niweke utangulizi kidogo. Mara ina nyimbo zake, mzee alifundisha. Mara ina miondoko yake ukiwa Mara. Mara ina namna unaongea, na hata ukijikaza watu watajua uko Mara. Hata ukiwa umevaa suti, lakini ukiongea atakwambia Gregory uko Mara. Unajikaza tu kamanda, lakini uko Mara. Sikiliza, Mara ni mahala pachungu sana. Nitaongea nitakupa tafsiri hata mbili, lakini ujue sio mahala pa tabasamu, sio mahala pa kicheko, sio mahala pa kusema hallelujah glory to God, sio mahala pa celebration, sio mahala pa shangwe Mara. No. Lakini elimu, kwa sababu sitakaa huko, ujue tu elimu nayo ina mambo yake. Elimu ni mahala ambako pana utoshelevu. Unamsikia mama yangu anasema ninapata amani. Huyo kisikia mtu anasema hivyo, yuko elimu. Anakuambia jamani nina raha. Jamani nina raha, mimi na wanangu wananipa raha. Yuko elimu. Ungekutana na mama yangu kabla hajatwaliwa na Yesu, ungemwambia hivi, una raha ya kumzaa Gregory? Kwa imani wenda angeshangilia, lakini akakwambia mtoto ananipa elimu, ni headache. Lakini kwa imani naamini atakuwa mchungaji. Unanielewa kitu unachosema? Kwa hiyo elimu ukifika ni pa kicheko. Ukiingia ndani ni raha. Unaweza ukalala hata kama hakuna carpet, ukalala na ukaota uko peponi, malango yamefunguliwa. Ukiwa elimu hautakiwa, hauambiwi inua mikono juu tuabudu. Yani wewe mwenzetu, yani uko watu wa 800 mbele, yani wewe ni raha. Lozi Mwando anasema mwemwele. Ndugu zangu Iringa wanasema tulimugati mwa Yesu. Yani ni kukinoma, yani ni kula la, yani wakinoma. Uko la tu, yani panaitwa elimu. Kazini kama uko nyumbani kwako, hamna hedi kibosi, utafikiri babako mkubwa. Amani shwari. Nionapo amani, yani amani tele, peace like a river. Amani natiririka katika jina la Yesu. Biashara unasema, jamani kama kuna watu wamebarikiwa, mimi nina mikono ya na mwenzenu nikigusa vitu wa. Lakini kuna mwenzako kila kigusa sasa hivi mpaka anasema Mungu ya Rabbi, roho yangu niiweke wapi? Maana ameshapata hasara, ana mikopo kila kona. Usitio kamtukana, ujui kilichopo nyuma yake. Naongea kutoka elimu kwenda Mara. Elimu ni raha. Nasema watoto wangu hawa, jamani mwenzenu nimezaa mwenzenu.
Kuna mwenzako anasema natamani watoto ningebadilishana na debe la ubuyu au na debe la nyanya chungu, yani ngogwe. Kule kwetu inaitwa ngogwe. Natamani kabisa, sikufuru Mungu, watoto wao ningebadilisha na nyanya chungu au na pilipili manga. Kwa nini wanasema wananitia pilipili kichefuchefu watoto hao? Huyo yuko pachungu mara. Lakini elimu unasema oh hallelujah glory. Jamani glory, jamani oh hallelujah. Jamani Yesu mtamu. Tunakuangalia tunasema Mungu akusaidie elimu hiyo iendelee kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani hallelujah. Elimu tamu na ina nyimbo zake. Hata ukimkuta mtu anaabudu utajua yuko elimu, anavyoabudu tu na nyimbo zake zile. Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana anapendeza, nimemuona. Utamsikia tu mahali nimefika, nimeona wema wako, ona sasa ninasema jamani, sasa ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, katutoa chini kaniweka hapa. Mimi na wakiimbaga hizo nyimbo na waangalia, nasema hawa kuna mahara wapo jamani, amina. Nasema hawa wako elimu, elimu ni raha. Kama unasoma hata kama kuna mapito, unamsikia kakangu anasema na mke wake hapa, anasema jamani namtokoza Bwana, GPA ya 4.6. hiyo ni zaidi ya first class. Sasa hiyo ni zaidi ya first class, ni 4.5. Mimi nimekuwa profesa, nimekuwa mwalimu wa vyuo vikuu miaka. Sasa hivi ni kuruta na mhubiri Yesu. Sina chochote, ni damu ya Yesu. Sina chochote cha kutumaini ila damu ya Yesu. Nasema ni damu ya Yesu. Nimebaki na damu ya Yesu. Najua hiyo damu inalipa, hiyo damu inaokoa, hiyo damu inatakasa, hiyo damu inashinda, hiyo damu inainua, hiyo damu inabariki. Jamani, haleluya kwa Bwana. Haleluya. Elimu hata akiwa anaomba, Baba nakushukuru, wewe ni Mungu aliye hai. Ni nani aliye kama wewe? Katikati ya miungu ni nani aliye kama wewe? Na maombi ya aina ukiwa mara ni ngoma. Ukiwa mara utajua tu. Usitucheke wengine tu ukiomba utajua, ila sasa wengine ikiomba ndio ishakuwa style yetu ya maisha. Lazima tubomoe. Baba, kwa nini mimi katika jina la Yesu? Tunakwambia Baba, mtetee mwanao huyo. Msaidie mara iende hiyo katika jina la Yesu aliye hai. Mungu aliye hai. Wewe Mungu upo. Ukisikia hiyo maombi, kama unaweza mkumbatie, mwambie Roho Mtakatifu mbebe, usije ukacheka. Ukisikia mwanamke mwanaume anaomba hayo maombi, msogelee karibu, mkumbatie kama unaweza. Kama kile kitu alifanya mama mchungaji na binti yangu, Mungu akubariki. Kaenda kamkumbatia. Mkumbatie, ujui maana ya mara. Sasa acha nisiwapotezee muda wenu umeshaenda. Nini maana ya mara? Nini maana ya mara? Nini maana ya mara? Napenda kuiweka hii mara moja. Napenda kuiweka hii nzuri kwa ibalansi sana hii. Acha ikae kama tafsiri, lakini kama utambulisho wangu. Lakini naomba iandike hiyo sentence. Nimeandika mara ni mahali ambapo Mungu anapitisha wote. Kwenye mabano naita mahali pa wote. Uwe mdogo utapita mara. Pastor mchungaji unanielewa, babangu wa watoto, mchungaji wangu wa watoto unanielewa, baba profesa. Uwe mchanga wanapita mara. Kuna vitoto vinaumwa, vinazaliwa leo, vinawekwa kwenye incubator manini, havijafanya dhambi. Unamwambia Mgalilaya Yesu, mbona watoto hawa hawaja kukosea? Si ungechukua mateso haya uyaweke kwa mama yake na baba yake, yapeleke kwa babu zao. Katoto kachanga kanalia tu, mama anakabembeleza, mama naye mpaka anakasusa, anakaachwa kwenye kitanda, baba anakachukua anakabembeleza naye anakasusa, anamwambia Yesu shurika mwenyewe, mimi ni baba naelewa maana ya kulea. Kuna watoto wakilia mnabembeleza, mnaacha, mnaweka mgongoni, mnatupa. Nasema Mungu, mtoto ni mali yako baba, shurika naye. Unashindwa cha kufanya. Watoto wachanga nao wanaugua, wanapita mara. Watoto wachanga, sitaki kuongea sana nikakuliza, lakini Mungu ameniambia nenda Gregory, ongea na watoto wangu, ongea na Tanzania, ongea na taasisi, ongea na dunia. Haya ni majira ya kuatia moyo, haya ni majira ya kuinua tena. Hawatalia milele, waambie hawataomboleza milele,
hawatachekwa milele, hawatatukanwa milele, hawatalia milele, hata kama ni mahali pa wote. Hapo wanapita maaskofu, maaskofu wakuu na maaskofu na mitume na manabii, na wao wanauguaga, na wao wanabaki peke yao, wanatoa machozi. Hawajafanya dhambi. Nataka nikwambia hawajafanya dhambi. Niseme nini? Hawajafanya dhambi, wanajikagua. Mungu anamwambia, nimeruhusu upite mwanangu, nyamaza kimya. Anawaachia. Ni mahali pa watu wote. Kuna wacha Mungu wao kila siku kwao ni maombi, na wao wanapita mara. Hajui kilichotokea, lakini imetokea tu vita kazini. Kilichotokea, watu ni usumbufu japata kutokea. Hawajawahi kuiba fungu la 10, hawajawahi kuvusha mchango wote. Wao ni kujilipua Januari mpaka Disemba, lakini kuna vita kwenye maisha yao. Ni mahali pa wote. Mara ni mahali pa wote. Wewe umejaa roho utapita, wewe hujajaa sana utapita, wewe unakujaga Jumatano Jumapili hauji utapita. Nimesema mara ni mahali ambako Mungu wa mbingu na nchi anaturuhusu tupite hapo wote. Na kwa nini tupite hapo wote? Naomba ni connect hapa ili atuthibitishe ya kwamba hawa ni watoto wangu, huyu ni mwanangu kweli, huyu hawezi kuniacha, wengine wataniacha, huyu wataniacha. Ni mahali pa wote. Kwa nini? Ili Mungu athibitishe ya kwamba wapi ni wapi, hawa ni wa kwangu, hawa sio wa kwangu. Waraka wa kwanza wa Petro sura yake ya 5, napenda mstari wake wa 10 na 11. Media nisaidia hapo. Biblia inasema, mkisha kujaribiwa kidogo, mkisha kupata tabu kidogo, mkisha tikiswa kidogo, Baba yenu atawatia nguvu. Kwa nini anawatia nguvu? Kwa nini anawajaribisha? Ili awathibitishe. Nataka niseme kwa jina la Yesu, Mungu anaruhusu mabaya, anaruhusu machungu, anaruhusu maumivu, anaruhusu magonjwa, anaruhusu hasara, anaruhusu mateso, anaruhusu aibu, anaruhusu msiba, ili akuthibitishe. Eli wewe ni wangu mwanangu, au sio? Mara pa kuthibitishwa. Najua kuishiwa, najua kuwa na kidogo, najua kufiwa, najua misiba. Nipoteza mamangu nikiwa mtoto mdogo wa form 1, na juzi tu nimetoka kupoteza tena babangu. Najua kufiwa, nikimtia mtu moyo naelewa. Najua kukosa kabisa chakula, najua kukosa mavazi, najua nikiwa napita mara. Na nimekuja na shati yangu ya zambarau, nadhani nitatafuta siku niivae, labda Jumanne Jumatano, ikiwezekana hata kesho niipige na amnayo. Wakati huo nimempata Yesu, mambo kidogo yanagoma kidogo, mambo fulani hajakaa sawa, nikawa tu nimebakia na shati langu la zambarau na swali ya zambarau. Napenda wao shuhuda, wakao wananiita Pastor Zamba, na sikuwa najua kama naitwa Zamba, kumbe ni mimi naitwa Zambarau. Leo siku sijaenda kushuhudia mtani, niko hapo, njaa inibana sana, nikasikia vibaya, nikasema tu nikae, maana sikuwa na kitu hapo. Na kuna mama walikuwa wananitunza. Mungu wabariki wale wamama wapo. Wako mama zangu na wapenda mno, wanawapenda sana wako. Nasikia, jamani hamjamuona Zamba? Mimi niko namalizia maombi, niko nyuma ya mlango wako nje. Nikawa nasema Zamba ni mshirika, Zamba ni nini leo? Nasikia hamjamuona Zamba? Zamba jamani hamjamuona Zamba? Maana akimalizaga tu ibada hapa anaenda kushuhudia. Lakini Zamba mbona hatujamuona? Nataka tumpe hela akale yule mtoto leo wale. Nikasema Zamba ni nani? Nikamaliza maombi amina, nikatoka zangu nje. Nikasema Yesu, Zamba leo kitajulikana Zamba. Kumbe maskini ya Mungu. Sasa hawakuelewa. Nikaenda kama watu 3. Alafu nikaacha masikio yangu, Mungu alitaka nisikie. Alafu nikasikia wananongozana wale wamama, sio kwa mabaya. Unajua kuna nguo unavaa mpaka watu wanajua utambulisho wako. Una chakula unakula, kuna unga unakopa mpaka watu wanajua ndio utambulisho wako. Nataka nikwambie, hakuna mara ya kudumu kwa jina la Yesu. Hakuna mara inayokaa milele. Hakuna mara inayokaa Januari mpaka Disemba. Mara ni ya mpeto. Mungu anasema kwa kanisa la Wakorinto, anawaambia jaribu waliokuwapata nyie, ila ni kama desturi au kawaida ya wanadamu, ila panapo na jaribu, panapo na mara, Baba yenu ni mwaminifu, atawafungulia mlango wa kutokea. Nimetuma nikutangazie, Baba atakuchomoa mara, atakupeleka elimu, atakuchomoa mara, atakupeleka elimu katika jina la Yesu. Anasema nikiwa nimesogea hatua 2 mbele, nasikia kumbe Zamba alikuwa ndani. Nikasema nimemjua Zamba leo, kumbe ni mimi. Kumbe Zamba ni mimi. Nikatafuta rafiki yangu. Baadaye nikamwambia samahani, Zamba ni nini?
Nimeitwa, nasikia naitwa zamba. Zamba ni nini? Akamwambia sasa wewe una akili. Wewe kwani una akili? Wewe kwani umevaa nini hapo? Na siku nilikuwa nimepiga zambarau tena hivyo hivyo. Shati zambarau, swali zambarau. Akanambia una akili. Kwani wewe una akili wewe? Una akili Gregory wewe? Uone umepiga zambarau wewe juu chini. Sasa tunakuita zambarau. Sasa ni nini? Kwani ni nini? Wewe ni zamba. Nikasema asante zamba, ila kuna siku zamba itageuzwa. Yesu ataipaka rangi na kutia moyo hapa. Wewe mwanamke unayepita mapito, wewe baba unayepita mapito, wewe ndoa unayepita mapito, hiyo biashara inayopita mapito, na kutia moyo watoto wako. Baba nakufanyia mlango, hautamaliza mwaka huu kwa mateso, na iona elimu mbele yako. Jamani, haleluya, haleluya. Mara Mungu anaacha tupite, ati mwingine anaacha mpaka unaishiwa, unarudi zero. Anakuambia nakuthibitisha mwanangu, unaweza kunipenda ukiwa una kitu. Unaambia baba mimi nakupenda. Wakuu wote wa kwenye Biblia, ningelikuwa na muda ningekuchambulia kuanzia mwanzo. Hata Ibrahim, hata Adam walikuwa hawajui maana ya mara. Akaambia wewe umefanya dhambi bwana mdogo basi kufa mtakufa na vingine kwa jasho mtakula. Alikuwa elewi ile maneno. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 4, usiandike sasa, wakati Mungu anamuonesha utamu wa mara. Wakati amezaa mtoto wa kwanza akamuita Kaini, akazaa wa pili akamuita Habili. Mnafahamu hiyo neno na ufunuo uko hapo. Kaini akamwangukia ndugu yake akamuua. Adamu kwa mara ya kwanza anasikia maana ya mara. Anasikia uchungu wa dhambi. Anasikia uchungu wa kifo kwenye maisha yake. Maana amefiwa na mtoto, na bora angeukiwa na jiwe, bora angeangukiwa sijui na nini, angezama kwenye maji, angekufa na moto. Ni kaka mtu anaua. Yani damu kwa damu, damu imeuana, damu imeua damu yake. Anasema sikujua kama itakuwa chungu namna hii. Kifo kinauma, inaitwa mara. Kuna mtu ananielewa? Mara. Adamu baba yetu alipita mara pa machungu. Mara wewe ukisikia mwenzako anapita mara, kamuombe. Hiyo ngoma naijua, anayepita na Yesu wake. Hiyo ngoma uwezi. Unajua isha watoto wanajua, hata kama ujui uzito wa mara naijua Yesu na anaipita hiyo mara. Sasa mzee najua kumalizia ujenzi. Mimi na hata kama na ujenzi sijenge machuma, mimi natanua tu kidogo, niingiza angalau watu 200 huko na huko, na bado napumulia mashine. Kusosi kwambia naelewa sana mambo ya ujenzi, naelewa. Uongo, uelewi. Wewe sema Mungu akutetee. Nachukiaga wale watu, mtu anakueleza shida yake. Mama yangu mzee wa kanisa, mama nimesikia mama Sarah. Yes, Mungu amenipa neema nishike vitu kidogo haraka. Sasa nasikia jamaa nina hii changamoto, uiombe kidogo. Anaelewa sana hayo mambo. Uongo, utapeli mkubwa wewe. Anaelewa ni Roho Mtakatifu. Maana yeye ugua kusikoweza kutamkika, akibeba wateule wa Bwana. Hakuna anaelewa. Wachungaji na wakiniambia lugha naweza nikaelewa. Wewe mtu mwenzangu tuniambia hayo mambo naelewa sana mambo. Hasara. Wewe hujui hasara. Wewe ndio ulikuwa umepata hasara, hela kakupa babako. Mimi nimekopa vikoba, nimeweka shamba la ukweni, nimeweka shamba la baba mkwe. Wewe unaniambia unaelewa? Unaelewa aibu ya huko? Wewe unajua hapa nitatukanwa kiasi gani baada ya hapo? Mkwe mweu, mkwe kapewa mkopo, kapewa shamba, kapiga bei. Mkwe mweu, mkwe hovyo. Unasema naelewa hayo mambo ya hasara. Wewe unajua hasara yangu? Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Mara Ibrahim anaambia brother, utakuwa baba wa mataifa. Halafu anashangaa 75. Mungu alimtokea akiwa na miaka 75. Anaenda ngoma inaenda 75, 80, wewe ni baba wa mataifa. Eti baba haleluya. 85, wewe baba wa mataifa. 95, jamaa mpaka anagonga miaka 100. Miaka 100. Miaka 100 hana mtoto wa agano. Anaambia mzee, nataka uelewe na kupitisha hivi kitu na kuthibitisha kwamba utaniabudu kwa sababu nimekuabudu au nikichelewa kutimiza ahadi. Jamaa Mungu akaliona jamali nampenda Mungu. Analinampenda Mungu. Akasema umenipa raha wewe, sasa nimekupa mtoto wewe. Na nikupe mara nyingine hii na kuachia hii nimeruhusu mwenyewe. Haya namuomba Isaka. Akamwambia mzee, umenitoa mbali. Mimi ni nani hovyo? Ibrahim baba wa imani kitu gani bwana? Unataka mtoto? Mungu akasema nimepata rafiki. Sasa mara achana nayo, kula elimu mpaka unakufa kwa jina la Yesu. Jamani haleluya.
Haleluya, haleluya. Nakuombea Bwana kuthibitishe. Usikimbie hilo darasa ni gumu, lakini nyenyekea kwa Bwana. Nasema nyenyekea kwa Bwana aliye. Mchungaji Meli na mamangu mchungaji ananitia moyo. Ananiambia mchungaji Gregory, mchungaji wangu, nyenyekea hilo darasa. Kwa ninashare vitu vichache tu hapo dakika. Sema nyenyekea hilo darasa. Mara ni nini? Nisiwachoshe nye watu, sio? Mnataka kwenda kwenu si mmefunga? Mkakazie somo au mkafuturu. Haya. Sasa mara ni nini? Nikupe tafsiri ya mwisho, naipenda sana hii. Mara ni mahala ambako mtu wa Mungu anafika. Anafika na kujikuta akijiuliza maswali magumu. Wakati mwingine ni kama hayana Mungu, usimcheke. Anajifika kwenye wakati sio tu kuwa na maswali yasiyojibika, naye anauliza maswali magumu kwa Mungu ali hai. Kama hujawahi kufika hapo mahala, na kuombea Mungu akutetee. Mungu akutetee, maana najua utafika, upende usipende. Unanitabiria mabaya, utafika. Nimekwambia mara ni mahala pa wote. Mahali ambako mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, hata kama amejaa roho, anauliza maswali magumu. Nimefanya dhambi gani Yesu? Hivi Mungu uko wapi? Mungu uko na mimi? Hivi unafikiri Naomi alikuwa anauliza maswali gani akiwa anarudi Bethlehem? Unafikiri wana wa Israeli kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 15 walikuwa wanauliza maswali gani? Sura ya 14 Mungu anawapeleka katikati ya bahari. Mungu anaipasua bahari, halafu taifa linapita, wanamuona Bwana. Sura ya 15 mstari wa kwanza, Miriam akijaa Roho Mtakatifu anaongoza praise team ya maana haijawahi kutokea. Na ndio hapo Pastor Epa akapata ule mwimbo, farasi na mpanda farasi amewatumbukiza humo, ikazama kama risasi ndani ya maji makubwa. Hapo uinuliwe Baba. Hapo wanaimba wakina Miriam. Hiyo nyimbo sio ya Pastor Epa, ni maandiko kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 15. Unapoanza mstari wa kwanza, wa pili, wa sita, wa saba, anaelezwa Mungu, wanamuinua Baba. Hapo walikuwa elimu. Hakuna Baba kama wewe, nani katika miungu yote. Yesu anawaambia, asanteni niko hapa, ila ninawasubiri mara. Jamani, haleluya. Walipofika mara, unafikiri ndio maana wakaanza kunungunika. Mungu gani? Mungu gani? Mungu katili. Mungu uone kuna watoto, kuna vibibi, wewe unatufikia sisi hatukafu, tulikwambia atakufunga. Mungu gani? Wakamnungunikia Mungu hapo. Ni mara unauliza maswali hayana majibu. Ukikutana na Yohana nisalimie siku moja. Kutana na Yohana nisalimie sana, anaitwa Yohana Mbatizaji. Kitabu cha Luka sura ya 7, mstari wake wa 18 mpaka wa 23. Mtu aliyembatiza Yesu mwenyewe. Halafu anaulita wanafunzi wake wawili. Andika hapo, utaandika nyumbani, waoneshe Biblia. Anaita wanafunzi wake, anaambia, njoni wanafunzi wangu, ujue nina issue. Nendeni kwa Yesu, halafu mumuulize eti ndio yeye au kuna Yesu mwingine? Wewe unacheza wewe. Maana Yohana alikuwa anawaza hivi, Yesu. Alafu wale jamaa ujue kwa nini walikuja wakampa shuhuda. Maana hiyo sura ya Luka 7 mstari wa 18, Luka 7 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 17, mwanamke yule aliyekuwa na mtoto wake wa mji wa Naini aliyekuwa amekufa, Yesu akakoja akaligusa jeneza. Sasa wanampa mzee baba ushuhuda. Baba si baba Yohana, baba mkuu, baba askofu Yohana. Unajua leo yule jamaa anaitwa Yesu yule mwamba hatari. Yule jemedari wewe, yule mwana wa Mungu. Jamaa akafa, nenda kuzika malaloni watu. Liko lango moja wazi ni lango. Akastopisha unaambua ibada. Ikatokeaje? Yohana anauliza. Sasa kagusa tu namna hii. Akaambia mwanamke usilie. Halafu si kapiga chafa kijana, si kapiga chafa. Shapa huyu kaamka. Halafu unafanyaje? Hivi Yesu ni Yesu kweli? Anauliza maswali. Kama ni Yesu kweli anashindwa kusema hivi, gereza anatuma upepo. Pasuka gereza. Ndugu yangu Yohana Njonji alikuwa anajua. Alikuwa anaweza kutuma malaika akamchofua Yohana peke yake, wakaja Yohana akaendelea kuhubiri. Alafu Yesu akakausha, panaitwa mara. Sio anakausha kupendi. Yesu kuna wakati anaweka pause tu ili ujiongeleshe kama unaweza, ujizime data kama. Si Mariamu na Martha. Kitabu cha Yohana sura ya 11 wanapeleka ujumbe, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Umpendaye hawezi, fanya fasta, mzee atakufa huyu jamaa. Alafu Yesu akatulia. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, dogo akafa. Mpaka ya 4 ananuka. Akasema, jamaa, rafiki yetu kafa, twendeni tukamuone. Ila tunaenda kumwamsha.
Fika pale media anasema, ungelikuwa hapa. Sikia maswali magumu. Ungelikuwa hapa ndugu yetu asingekufa. Amala ni mahali mtu wa Mungu anafika unauliza maswali magumu. Yesu ungekuwa hapa, mimi nisingekuwa kupanga mpaka leo. Yesu ungekuwa upo kweli, kuna ule ugonjwa kwa binti yangu, kwa mtoto wangu, usingekuwepo hata leo. Yesu mimi basi tu. Kwanza siamini kama hii Biblia kweli Yesu. Hii neno lako limehakikishwa hivi unavyosema. Ukiwa mara usishangae mtu anatafuta Wagalatia kwenye kitabu cha Kutoka. Wewe hujapita mara wewe. Unamwambia fungua Ufunuo sura ya 12, anafungua huku yaliomo. Maana yake hata mwewe anaweza akafungua tu Biblia, Ufunuo uko mwisho, lakini anafungua yaliomo. Angalia Ufunuo huko ukurasa wangapi. Inaitwa mara. Kama hujawahi kupita hapo mara unaweza ukacheka. Waulize ambao sasa hivi ninavyoongea kuna mtu anaangalia yuko mara. Ana maswali chumbani kwake. Kuna wakati tulienda kuhubiri sehemu fulani. Wakati tunahubiri, kwa mambo ya huduma anachua, ndio maana tuyaache. Nahubiri, napigwa injili ndani. Kuna dogo akawa anapita hivi. Kumbe alikuwa amechukua dawa ya panya, ndio anaenda kujiua. Akasema ni pause dakika moja. Huyu jamaa anaongea nini? Mbona ana speed alafu amezi mate? Niko hapo mwanamume, nimewaka moto, nimejazwa na Roho Mtakatifu. Nasema Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Nimeng'ang'ana hapo sisahau, maana ndio waliko. Yesu ananipenda. Jamaa ndio akakamatwa na maswali. Yesu ananipenda. Cheki. Kamchukua baba yangu na mama yangu. Wale walisema watanaidi kunsomesha chuo kikuu. Wale walisema watansomesha chuo kikuu, wamenikimbia. Mimi niishi maisha gani? Rafiki zangu wote wameniacha. Yesu ananipenda. Ameshikwa hapo. Akamkamata hapo mpaka naita, unataka kuokoka, wapokea upendo wa Yesu, njoo. Jamaa alikuwa na dawa zake. Anaenda kujiua. Niongee na wamama na wababa na kanisa langu zuri Tanzania na duniani. Sikiliza, naomba nirudishe ule moyo wa wamama na wababa. Kuna wanawake walikuwa mabinti hajamuona kanisani. Ile ilikuwa huduma ya sio wengine, iko hapa naombe iwepo hapa na ifufuke kama ilikufa. Anaondoka anaenda, sikukuona mama Ima. Sikukuona Gertrude, sikukuona leo. Hata basi unashindwa kwenda, dunia imesogea. Piga simu. Uko wapi mama Jacob? Sijakuona leo. Mama Jackie uko wapi? Sijakuona, nini kimekusibu shosti? Anambia niko hapa. Hii simu tena kuna mtu kanisaidia kupokea. Karibu. Sijatoka ndani siku ya 5 leo. Siwezi. Hapo kikaa. Ndio maana nimesema nimechagua kuwa na mtazamo chanya. Nimechagua kuona mema kwa watu. Nimebakia walokole wa kusimanga sasa. Unaona jaja, makanisa yako mengi Dar es Salaam, kuna sehemu kaenda huyo. Kaenda tuisheni. Kuna sehemu kaenda huyo. Anachungwa na wachungaji 8. Mimi nimechagua kuwaza vizuri kwa watoto wangu. Nimechagua kuwaza vizuri kwa ndugu zangu. Mzeedi nikikuomba alafu nasema ana mambo mengi, hata hivyo ana miradi mingi na mke wake. Sitaki kuwaza analomba yule jamaa. Sitaki, nimechagua nitunze moyo wangu, bado mdogo, niishi na epi wangu. Mke wangu mdogo, tuishi dunia hii, tule la tumtumikie Yesu. Nimechagua kamoyo kangu nikatunze, nisikawekee makolokocho. Hata ukiniletea umbea, mshirika ananiambia hii imetokea, Yesu unataka kutakasa, unaleta sitaki vikao, mimi usinilete furugu, mimi moyo wangu mdogo. Usilete furugu. Ishu wenyewe uitwe yenyewe ngoma. Nte ngoma juu ya ngoma hapa. Tumeacha mambo yetu kibao kwa tunamtumikia Mungu ngoma hii. Unafahamu mchezo wewe? Kuchunga watu, kila mtu ana maisha yake. Unawabili toe, nasema tutoe ana maana gani? Tutoe maana gani? Ili aongezeke kitambi. Yaani watu wana mitazamo 400,000. Tutoe alipewa na yada. Tutoe ni gari nyingine. Ale yeye tu. Ni ngoma, hii kazi ni Mungu tu. Ndio maana sikutakaga hii kazi mimi kwa jina la Yesu. Sikutakaga kwa jina la Yesu. Mimi nakwambia kweli hivi, haishivyo Mungu ali hai. Mara kiona mtu kuna binti ajisikii vizuri, mshike mkono. Ndio kanisa letu. Mzee, mimi najua bwana wewe una moyo wa mzee, bwana wewe una moyo wa mzee. Una moyo wa mzee baba. Kuna wakati mwingine mimi sina shida na mama na moyo na wazee, nataka huo tusalimiane pale. Usiondoke kwenye ibada. Na kuna mtu akikupa mzigo wa kushikana naye mkono, mwambie samani, tusogee hata chini kwenye jua, mwambie nasikia nikuombee. Hata unashindwa maombi, mkumbatie tu. Mwambie nasikia, karibu nikukumbatie. Yesu asante kwa mtu wako mzuri. Kumbe alikuwa anataka hilo neno. Mimi mtu mzuri. Alikuwa na maswali anapita mara. Mimi mtu mzuri. Wewe unaomba,
Nilikuwa naomba, napenda mama mchungaji. Mchungaji mimi alikuwa anaomba, anamuombea kwenye sikio. I love that one. Wakati mwingine wahubiri tunataomba, nataka tuombe asikie maneno. Mimi nataka nikiomba usikie. Baba, kwa jina la Yesu aliye hai, kutana na mtu wako. Huyu afi leo wala kesho. Huyu ni mbarikiwa, asikie maneno. Jamani, haleluya. Mimi mbarikiwa. Mimi mbarikiwa. Kasema baba, kutana na mtu wako. Mimi mtu wake. Yesu, mimi mtu wako. Asante Yesu. Mtumishi wako kaomba mimi mtu wako. Yesu, asante. Mimi hakika mtu wako. Kama mchungaji wangu kaniombea mimi mtu wako. Asante Yesu. Yale maamuzi siendi kufanya. Nilikuwa nikabebe begi niache manguo yake ujinga Bwana. Nimwachie na watoto niondoke mimi ujinga siwezi. Nilikuwa niache. Mimi mtu wako Yesu. Asante Yesu. Anarudi kule na tabasamu. Na baby, nimerudi baby, I love you. Umerudi na nini baba kanisani? Nipeleke kwa huyo pastor. Wewe hata hujui uliomba nini. Nasema mara ni mahali pa maswali magumu. Sasa ushukuru Mungu waka katoto kameokoka. Ungekuwa tu mtu mwingine wa mtaani unafikiri anauliza maswali gani? Ni kuomba Mungu, nisaidie babangu aokoke. Ndio umemuua, lakini anasema nakushukuru Mungu babangu ameokoka, amelala katika Bwana. Hivi unafikiri nini hiyo kitu hiyo? Unanielewa? Yaani anashukuru mama mchungaji. Yesu unahubiri, asante Yesu kajibu maombi yangu. Unanielewa kitu ninachosema? Ukikutana na mtu mshike mkono msalimie. Kanisa letu la kwanza lilikuwa na nguvu sana. Ndio baba zetu, hata kama tutakuwa na ibada 5, mimi nategemea kuwa na ibada ya 4 nitengeneze nichomeke hapo. Hata tuwe wengi kiasi gani. Kuna wakati nashuka nasema siwezi kuwa mchungaji wa mchongo. Nashuka namaliza ibada haraka nakaa kule kwenye nje nasalimia. Mama hii, mama wile, mama nani, wewe njoo wewe, Jackie unakimbia wapi? Nishike angalau. Wewe Yesu anakupenda wewe. Wewe una Mungu, wewe, alafu una Mungu. Nasikia kuwatamkia maneno na ulizangu ofisini kumshukuru Mungu haraka. Zinaniambia yeye endelea kuwasalimia wewe. Endelea wachungaji wangu wewe. Endelea kule wewe Filipo, endelea Mwashamba. Endeleeni kule kuwasalimia watu na watia moyo. Wanatamani mara asipopata mtu wa kumtia moyo. Kuna watu wamewacha wokovu. Sio kwamba wana mapepo. Kuna neno alitaka alisikie. Ujinga wote kubembeleze. Nashukuru wewe ni mchungaji, mama mchungaji, na wewe ni mchungaji. Mimi nimeacha ule uchungaji wa kichinga ule. Nilikuwa mweu, nashukuru Mungu, mimi naendelea kuokoka kila siku. Nashukuru maombi ya wazee wangu wa kiroho, baba Mtoka, baba wangu mzee Mwichi. Nashukuru wachungaji wote wa Biblia, wote wazee wangu wa imani, wakina baba Nkone, wote hao. Mzee mimi nimekuwa chini yake, si unajua mzee Nkone nimekuwa chini yake. Wakina mzee wote hao wakuu, wote wakina mzee Mbuyo, wote wakina mzee Dani Sam. Nimekaa na wakina mzee Mwashamba. Mimi nimelelewa mikono mingi na baba wengi. Akiwa na mzee mwenyewe, tunaenda sawa. Nashukuru kila namna na marafiki wa kweli, japo na wanafiki nao na nawajua wanafiki. Wapo wanafiki. Nitashirikiana nao baadaye pale. Ngoja naongea tu mara sasa hivi. Kwa ni mahali ambako maswali magumu yaishi. Kuna mtu ukimshika mkono unasema ilikuwa kesho naenda kuandika barua ya kuacha kazi. Kwani nini wewe? Mimi naweza kuishi bila kazi yao. Ananyanyasika na yule bosi. Kila akiingia hakuna neno jema mwenye kulisikia tangu ameingia kwenye kazi yake mpya. Ni matusi. Ananyanyaswa, utafikiri pale hana cheti, kumbe ana masters. Ana elimu nzuri kama ya bosi. Ana maswali mengi. Kwani siwezi kuishi bila hii kazi? Watu wangapi wanaishi mbele, tena hata darasa la 3 wanaishi mashao makubwa. Kuna watu wana maswali magumu. Tanzania ina maswali magumu. Najua huenda inapita mara, lakini najua Mungu anatuingiza elimu. Sijui kwa namna gani. Najua Mungu anatupeleka elimu. Huenda biashara yako inapita mara. Huenda ni kampuni, ngoja nikwambie, hadi taasisi zinaweza kupita mara. Nataka nikwambie taasisi, familia zinaweza kupita mara. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba niongee maneno machache. Ziko mara za aina 3, ni muhimu hapa niguse kwa jina la Yesu, na muda wetu unakwenda, lakini niguse. Uelewe, usio kalaumu tu mara. Kumbe wala sio ya Mungu. Ziko mara za aina 3. Nakimbia haraka. Ya kwanza ni mara ya kujitakia. Umesikia hiyo neno? Umesikia hiyo neno? Mtu tu anaamua mwenyewe. Wewe, narudia, napenda huu mfano. Tutumie ule mfano wa asubuhi mzee. Wewe imani yako robo. Unapokaa hapo kumenyesha mvua, dimbwi limejaa maji, mbu amezaliana, halafu imani yako robo. Kanisani hatukuoni, moto una wewe, moto. Si tunajuana jamani, moto na moto tunajuana. Moto una wewe. Halafu mimi sekula na neti ipo ila sishushi. Umwa malaria ukome. Imani una wewe, moto una wewe.
Wenzako hatupendi neti, mimi sipendi neti. Na mke wangu wote hatupendi neti, na watoto wangu wote na watupendi neti. Kaambia Mungu hatuwezi kuumwa malaria. Jeuri tu kwa shetani wakati mwingine, si unampandishia shetani geji. Hasa kama hiyo imani una wewe, lala na neti sebleni, chumbani, jikoni weka neti, wewe neti mpaka chooni, weka neti. Weka neti, weka neti. Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa. Sio wanaangamia mapepo yanawakomesha, mimi siwapendi. Wanaangamizwa sio hana maarifa ya kujitakia. Nikawa narudia tena. Huyu jamaa ananiombea au anajaa roho anafanyaje? Msiwe. Mimi najua vita. Dogo, kaa vizuri, shetani sio mjomba wetu. Yaani kuna mkao hata wewe uliokaa huko, alafu kakaa, oh haleluya, ngoja niweke kidogo pause. Shetani atakwambia, kwa nini useke kichwa? Kwa nini usifumbe macho? Hiyo nayo inaitwa mara ya kujitakia. Kwa nini usirelax tu kwenye nyumba ya Bwana? Mara ya kujitakia. Wewe usiku wa manane ujiwezi, huna upako, huwezi kupigana ngumi, kareti huwezi, makarate huwezi chochote, halafu unatembea tu na maombi ya kutembea saa 9 mpaka saa 11. Utakabwa wewe, halafu unatembea na simu. Naangalia na maombi hapana prayer point, na ile andiko imeandikwaje? Kila mtakapokanyaga nimewapa ile andiko. Unakutana na masela wanaosepa na simu yao. Unapigwa mtukati watu 8. Tunaomba kitu chetu sisi, tunaomba simu yetu, unatugaia kwa upole au tuchukue kwa kazi maalum. Sasa mimi si wana na waelewa, mimi silikuwa mambo yangu hayo. Mimi naelewa alikuwa mambo yetu hayo, unaelewa. Sasa mwanangu unatugaia simu yetu au unazingua, yani unataka unaitoa huko unacheka, unataka wetoe unalia. Nasemaje? Damu ya Yesu. Naita moto hapa. Wewe una akili wewe. Ulikuwa unaomba peke yako. Bora si ungemwambia mchungaji akupe mtu akusindikize. Imani una. Nasemaje? Mtachoma moto nyewe. Sasa tukatai moto unashuka. Mimi nishakutana na hizo mazaga mara kibao nikitoka mikesha usiku, lakini najua nishajifukiza sana. Imani yangu imepanda. Alafu natembea kwa jina la Yesu. Yaani mwenyewe najiona kama tuko 800. Yaani ule upako naosikia ule kama tuko laki. Mpaka waje hata mataji ya 800. Waje! Najiona yani kama napaa. Wewe hujawahi kuomba ukajiona unapaa. Umeomba ukaota unaongea na bibi yako aliyekufa, alafu unatoka na waje. Unatoa simu yetu unacheka au unatoa simu yetu huko unalia. Chagua mwenyewe basi sister. Mimi unajua hii simu inaniuma kwa sababu hii ni iPhone, umeelewa maana iPhone. Sikia sister, tumeiona hiyo iPhone na tunaenda kuuza 7,500 kwa taarifa yako. Inaniuma moyo, inaniuma. Sikia unatopotezea muda sister, kuna wengine tunaenda kuachukua simu zetu, umeelewa? Mimi sitoi bwana, kana moto upo hapa, moto upo. Unachomwa, unakatwa viwembe, unakuja Jumapili asubuhi na bendeji. Jamani nao shoda. Una ushuhuda wa mjomba wako. Tumia akili wewe jamani, amina. Jamani amina. Kanisa la Bwana amina. Watoto wa Yesu amina. Weka akili wewe. Kaone praise. Tukatembeleana baada ya mazoezi ya jioni na tuliona wingu limetanda. Haftua karibu na chumba cha kaka Jof. Tukaingia kujibanza. Mimi Matilda na kaka Jof. Kwa muda unaenda, mvua ilikuwa ya mawe. Tukaweka Biblia katikati. Tukaweka Biblia katikati, yani mimi hapa Jof hapa. Biblia tulilala lakini Biblia ilikuwa katikati. Una akili wewe. Wewe una akili wewe. Biblia inasema wala ikimbieni zina. Kiarabu inasema wala taunwa kurbi zina. Wala msikaribie. Biblia inasema ikimbieni. Sasa tukakaa hapo tukaanza kuangusha ngome, nikasemaje? Kwa moto wa Yesu. Nikasema moto na kuchoma zina. Tukaangusha pale moto zina, moto. Tukalala kidogo na Biblia yetu katikati.
wakiamka hawa. Luka itakuwa Mji Mwema, Marko itakuwa Kibada, Kumbukumbu la Torati utaikuta Ilala. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Mungu atusaidie sana. Mara ya shetani namba 2 inakuvuruga. Mara hii lengo lake ni kukutoa kwa Yesu. Nimetoka mara ya kibinadamu. Praise, msilete habari za kuweka Biblia. Mama uko pale ili uangalie hali ya hewa na mchungaji yuko hapa. Nimefurahi. Kanisa praise kuna mchungaji, kuna wazee, nimefurahi. Kwaya kuna mchungaji, nimefurahi mimi. Maana yake imani inalindwa. Imani misingi inatetewa. Hakuna stori za kipuzi. Maana yake ukiona wazee, ukiona mchungaji mwenyewe yuko hapo kwenye praise, maana yake hawezi wakaanza maandalizi ya ibada bila maombi. Hiyo nakuja jamani, sawa? Weka pale gitaa kaa, umeelewa? Nani gitaa yupo? Piano kaa. Agnes leta sauti ya kwanza. Nabweka mambo hapa. Hamna hata maombi, ibada inakuwa nzito, lakini wakiwepo watu wetu wa nguvu, tuko salama. Nasema tupo salama. Na waita wazee, na waita wamama, na waita waombaji, ingieni kwenye kwaya, ingieni kwenye praise, ingieni kwenye huduma. Jamani haleluya. Mara ya shetani kazi yake ni Yohana 10:10. Kazi yake ni kuharibu mahusiano yako na Yesu. Kazi yake ni kuua mahusiano yako na Yesu. Kazi yake ni kuchinja kabisa. Andiko letu mama Yohana 10:10. Yeye anaua, anachinja, anaharibu. Shetani anataka kutoe, anataka kutengenezea mazingira. Ngoja nikwambie, ukiwa unajua unapita mara ya shetani, kwanza utajidea unajitenga peke yako. Hata leo na maombi yangu binafsi, kanisani siendi. Mwambie ni pasta. Yani nitakuwa naomba nyumbani, umeelewa? Nyumbani. Na kuna mlima naenda mwenyewe unataka kufa huko kwa mara shetani anakuambia nakuua. Ili uwaze ovyo, unaona huyu alikuwa anawaza mabaya. Yesu unanipenda. Ili kazi na waza. Mchungaji unamuombea. Mama mchungaji na mchungaji Meli anamkumbatia. Kesa napiga kazi, kumbe mara ujinga huu. Nakwambiaje elimu inakuja. Na yona promotion anatiwa moyo. Kwa kuwa wamekutana, Biblia inasema chuma unoa chuma. Chuma unoa chuma. Chuma unoa chuma. Mara ya kipepo inatakia kukutenga. Yuda kurudi kuomba msamaha inamtenga. Umefanya kosa baya sana, inakutenga. Wewe ili kosa lako alisameheke. Wewe natafuta mahala, hata ukikosea usikimbie madhabahu. Ione madhabahu, muone mchungaji mzuri. Muone tuna mchungaji mzuri mamangu Mary. Ona tuna wazee wazuri. Usikimbie hata kama umekosea. Mimi wewe kwa idio. Njoo Gregory, vile kitu kiko vizuri. Njoo chukua. Hiyo hela tu, hiyo huduma. Njoo tukutane posta. Shapanda gari. Natoka Mnazi Mmoja. Blaza anakuja hapo juu, anakaribia. Niko baridi hapa. Bana niko CB hapa, dakika chache tunashuka hapa. Baada ya CB simu haipatikani. Na siku hiyo ndio nikakoma, nikasema Yesu, leo nitaanza kuangalia vizuri. Nikashuka mpaka posta. Simu iliyopiga ipatikane. Jamaa ananitia moyo. Njoo kama ulivyo. Tabaliza kila kitu, tuweke budget. Wewe njoo kama ulivyo kwa jina la Yesu. Nikasema Yesu ndio huyu, Yesu ndio huyu mke wangu. Yesu ndio huyu sasa. Wewe, huyu ndio Yesu sasa. Posta nashuka pa. Piga na wewe. Piga na wewe. Ukiona mwanaume mzima anakaa chini. Anakaa chini, mhubiri huyu anakaa chini. Sikutafuta hata benchi. Nikasema kwani mboe, kwani kuna naye njua? Wewe shetani ujinga Yesu. Na kuna wafisa hapa, kuna mhubiri hapa, kuna mchungaji gani hapa wewe? Yesu umeamua kunzalisha posta kabisa. Posta Yesu. Alafu nimekuja kipumbavu Yesu. Labda uliniambia sikujiwasha data. Nimekuja hata sina nauli ya kurudia. Mtu mzima mimi na mke mzuri. Nasikia machozi yanatoka kama mweu. Machozi najizuia wapi mwanamume? Kamanda Yesu nitie nguvu kamanda wako. Naona machozi yanakuja. Nazuia wapi? Naambia Yesu nisamee mimi.
Nisamehe, wenda sikukuangalia, niliangalia mtu sana nikatoa tumaini langu. Nisaidie kitu kimoja, nitie moyo tu kama upo na mimi. Nirudishe tu nyumbani Yesu, nirudishe tu nyumbani Baba. Napanda daladala tupande wote, nirudishe tu nyumbani Baba. Nisidaiwe, nifiche mimi sionekane, mimi sitaki fedhea. Leo siibi daladala za watu, nifiche Baba, fedhea sitaki. Siibi Yesu, lakini nifiche fedhea. Panda kwenye daladala. Konda ananifuata, nikasema Yesu, mbona ananiona? Yesu ananiona. Nilikuwa nimependeza, nimeniga, mimi nikiwa sina kitu napendezaga. Siri usituishtukie, mimi napendeza. Kapendeza, nimeulamba. Konda huyo hapa, samahani mheshimiwa. Nikasema Yesu, kantia moyo mheshimiwa, lakini naitoa wapi nauli? Wakati nafanya hivi najifanya kama zimu. Nasikia, mwache huyo namlipia. Mwache namlipia. Wakati niko hapa machozi yanalenga. Tukaenda safari kidogo, hajashuka mtu, kasema Yesu, nisaidie nimuone mtumishi wako jamani, amenisili leo. Nikiangalia hivi hamna anayetabasamu, ndio nikajua malaika wapo. Wote uko busy, najichekesha. Wote hamna anayetabasamu, kila mtu uko busy. Kila mtu uko busy na mambo yake. Nikasema, "Sasa Yesu ni wewe Baba." Nikasikia ndani amani. Nikamwambia, nimekuinulia malaika mwanangu, nileta malaika. Hapa hamna unayemjua wala anayekujua. Malaika amekulipia nauli. Naijua mara. Nakumbuka nyakati na wana na mke wangu, tukiwa tunaishi sehemu moja Dar es Salaam, sihitaji maana kunaishi watu wa maana saa hizi. Tumeoana, tumetoka honeymoon, tumeshakaa. Tumekaa panaitwa Uswahilini Kweli. Wakaja wale ndugu, sisahau. Mmoja akaomba maji ya kunywa. Mke wangu akashuka, akawapigia magoti, tuwaletee maji ya baridi ya moto. Haya moto tu. Niko hapo nimekaa sebleni na fly. Asanteni ndugu zangu kwa kuja. Mke wangu maskini anaenda, namuonea huruma. Anafanya haraka. Hata mimi mwenyewe hajanipigia goti, wale kawaheshimu kawapa goti. Nikaanka, sio kitu gani Yesu alitaka nisikie labda. Katoka hivi, sikumbuki nilikuwa nitaenda kuchukua kitu gani. Mke wangu ameenda kuchukua maji na mimi nimetoka, lakini distance ambako naweza kusikia wanachoongea. Akamwambia, hayo maji yenyewe sikiliza. Akija maji yao haya hatuwezi kuyanywa maji yao. Tunaweza tukauma vichocho hapa. Angalia hapa wanakoishi. Hawa kuna wana uwezo wa kuchemsha maji. Haya si maji ya mtaloni haya. Tutaumwa matumbo hapa. Yakija maji usinywe. Niko hapa hivi. Naambia mke wangu, hizi dharau kuna siku zitaisha Yesu. Ndugu zangu hawa, mke wangu anawanyenyekea hivi. Yesu, sisi wataumwa matumbo hawa, wataumwa vichocho hawa sisi. Mara. Sasa nini unafanya ukiwa mara? Nasikia kulia, nataka niombe na mtu. Ukiwa mara jifunze kunyamaza kimya. Usijibishane na kila mtu, wengine ni matope. Ukiwa unatembea gari kikumwagia matope hivi, usijifute, utakuwa unajichafua matope mwili mzima. Yaache matope akauke. Alafu sehemu ndogo tu utafanya hivi, itatoka. Usijichafue matope. Maneno ya watu wakati mwingine ni matope. Sauti za shetani ni matope. Yesu wetu akiwa kwenye mahakama ya watu wanaojua kuhukumu, kitabu cha Isaya 53 mstari wa 7, hakufungua Biblia. Isaya anamuelezea Masihi, anasema hakufungua kinywa chake. Alikuwa kama kondoo apelekwaye machinjioni, alinyamaza kimya. Hadi mhukumu anasema, mbona ujitetei wanayokuambia yote haya? Anasema, hii ni saa yako. Hii ni saa ya giza. Nataka nikwambie, elimu hautahitaji kujitetea. Elimu, si kila kitu kiko wazi, usiogope. Mungu ni majira yako kukutetea Tanzania. Ni majira yako kukutetea mama yangu na baba yangu. Ni majira yako Yesu kukushika mkono mwenyewe. Unajua kuna wakati hatuna sifa, huwezi kuongea chochote. Ujue tukiwa elimu mzee, sio mahala pa ushuhuda. Kuna watu wana shuhuda, wanasema angalia, nilikuwa hivi leo Yesu kafanya hivi na hivi. Wengine hatuna shuhuda, tuna Yesu tu na watoto tuliozaa. Tuna Yesu na watoto. Hatuna nyumba, hatuna chochote, hatuna pagare.
Siku moja watoto wangu wakanifuata, wakaniambia, baba tuoneshe kwetu. Juzi nikiwa Morogoro. Akaniambia, baba tuoneshe kwetu. Hapa ni kwetu au watoto wa siku hizi wanakuwa haraka. Wana logic, wana reason. Nikamwambia, hii ni nyumba kanisa imetupangia. Ila kuna nyumba nyingi Yesu ametujengea, si mnajua? Yesu wetu ni tajiri. Yesu babu yenu si mnamjua? Yesu wetu hata tuacha. Kwani baba yenu mnanionaje mimi mnyonge? Mama yenu mnyonge? Mimi kamanda, mimi jemedari nyie. Mimi jemedari, mimi namuita Yesu anakuja. Kwani hamjui? Baba tunajua. Siku Yesu alinitetea, nikamtoa mwanangu, festival wangu. Kijana yuko sekondari, nikatoka naye. Nikamwambia, njoo uone mimi na Mungu mkubwa. Yesu katubariki mwanangu. Tukatoka nje kama saa 12 saa 1. Nikamwambia, nikuoneshe naweza kuamrisha radi kashuka hapa. Nikamwambia, radi njoo. Mungu ajue wewe mtoto, wewe Mungu wangu mkubwa. Nyumba na magari unatupa vitu vidogo hivi. Njoo radi. Radi kapiga. Akakimbia. Nikamwambia, usikimbie, njoo ujue na Mungu babako. Manyumba, magari haya vitu vidogo wanangu, mtaenda Ulaya, mtazunguka wanangu, mtakula la. Nikamwambia, na wewe omba. Nikamwambia, ukitaka ujue una Mungu mkubwa, ita radi na wewe. Kijana wangu akaita radi kawaka. Nikasema, Yesu unajua kutufariji, isingetoka hapa. Ukiwa unapita mara, nyamaza kimya. Ukiwa unapita mara, kingine kikubwa ndio anafanya mchungaji na mama na baraza lake. Omba tu, hata kama hujisikii kuomba, omba. Njooni tuombe nyie watu. Njooni tuombe nyie watu. Ujisikii kuomba, lia tu. Ujisikii kuomba, maneno yameisha, ita tu. Wewe Yesu wewe. Wewe Yesu wewe baba yangu wewe. Wewe Yesu baba yangu wewe. Wewe Yesu wewe. Wewe Yesu wewe. Wewe Yesu wewe. Wewe Yesu baba wewe. Wewe Yesu baba wewe. Wewe Yesu baba wewe. Wewe Yesu wewe. Ita. Naomba simama kwa miguu yako.